Rais wa Marekani Donald Trump siku ya Jumatatu ameitishia Iran kwa mashambulizi mapya na kusema kundi la Hamas litakabiliwa na adhabu kali endapo halitatekeleza ahadi ya kuondoa silaha zake katika ukanda wa Gaza, akionyesha mshikamano wake wa wazi kabisa na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Akizungumza katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari na Netanyahu katika mapumziko yake ya kifahari ya Mar-a-Lago, Trump alisema Marekani iko tayari kufutilia mbali kabisa juhudi zozote za Iran kujenga upya mpango wake wa nyuklia au silaha za makombora ya masafa marefu kufuatia mashambulizi ya awali yaliyotekelezwa na Marekani na Israel mapema mwaka huu. Trump pia alipunguza uzito wa ripoti zinazoashiria kuwepo kwa mvutano kati yake na Netanyahu kuhusu hatua ya pili ya makubaliano tete ya kusitisha mapigano ukanda wa Gaza, akisema Israel imetimiza wajibu wake na sasa mzigo uko kwa Hamas. Namnukuu Trump akisema, iwapo hawatavunja silaha kama walivyokubaliana, basi watapata adhabu kali sana, alisema Rais Trump. Ni lazima waondoe silaha zao ndani ya muda mfupi. Hata hivyo, mrengo wa kijeshi wa Hamas ulisisitiza tena Jumatatu kwamba hautasalimisha silaha zake. Wakati huo huo, mshauri mkuu wa kisiasa wa kiongozi mkuu wa Iran alisema taifa hilo likishambuliwa litajibu mara moja, tena kwa nguvu. Uwezo wa makombora na ulinzi wa Iran hauwezi kuzuiliwa au kuamriwa. Shambulio lolote litajibiwa kwa nguvu kali isiyotarajiwa, aliandika Ali Shamkhani kwenye mtandao wa X, zamani Twitter. Netanyahu alisema mkutano wake na Trump ulikuwa wenye tija kubwa na kutangaza kuwa Israel itamtunuku rais huyo wa Marekani tuzo ya juu zaidi ya kiraia, ikiwa ni mara ya kwanza kutolewa kwa raia asiye Muisrael. Trump, anayejitambulisha kama rais wa amani, amesema ana nia ya kuhamia katika hatua inayofuata ya makubaliano ya kusitisha mapigano ukanda wa Gaza, ambayo yanapendekeza kuundwa kwa serikali ya mpito ya wataalamu wa Kipalestina na kupelekwa kwa kikosi cha kimataifa cha kulinda amani. Ingawa baadhi ya maafisa wa ikulu ya White House wanahofia Netanyahu anachelewesha mchakato huo, Trump alisema hana tofauti kubwa na waziri mkuu huyo wa Israel. Sina wasiwasi wowote kuhusu kile ambacho Israel inafanya, alisema Rais Donald Trump. Maoni yako ni yapi? Nione kwenye comment, maoni yako itakuwa vyema na swadakta sana. Hii ni VOT Media, wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki, ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu. Trump azionya Iran Hamas baada ya mazungumzo na Netanyahu.